Mimi nadhani bila GSM Yanga ingekuwa kama FC Leopards tu. Bila GSM Yanga ingekuwa kama Kiovu ya Rwanda. Well, unajua kwa sababu gani? Ndio. Amefanikiwa kwa kupitia pesa zake na mipango ya LC kuingiza wachezaji wa maana wa kigeni. Unajua kuna tofauti kati ya wachezaji wa kigeni wa maana na wachezaji wa kawaida. Ndio. Kwa sababu nazungumzia hilo, hata hizi timu za nje hizi hapa za majirani zetu zina wachezaji wa kigeni. Ndio. Kenda pale lakini wa standard gani? Kwa mfano wana Okwi. Tunajua his past his prime. Yaani sio yule ambaye alikuwa Simba. Wamefanikiwa kumpata sasa hivi kwa sababu anaelekea katika siku zake za mwisho za. Kama Haruna anacheza kule kwa sababu hapa sasa hivi hawezi tena kupata nafasi Yanga, Simba au Azam, yuko kwenye ubora huo. Kwa hiyo wachezaji wa kigeni wapo kwenye haya mataifa, lakini hawana quality ya Pacome. Hawana quality ya Soa, hawana. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa pesa zao zimebadilisha hili, na ndio maana sasa hivi Yanga baada ya miaka 25 Oscar alikuwa ananiambia kwamba wameingia makundi mara 4 mfululizo. Wanakwenda group stages, yani uhakika. Lakini kabla hapo kulikuwa kuna wachezaji wa kigeni. Ndio. Lakini inawezekana wakuwa na quality hiyo ya kuwapeleka. Na kabla hata wachezaji wa kigeni inaonekana tu watu na wachezaji wa kizawa hawakuwa na quality hiyo au hawakuwa na maandalizi hayo, sababu tunawasifu sana wachezaji wa zamani. Lakini angalia ndani ya miaka 25 nilikuwa nawaambia watu hata kwa Simba bila kina Chama Mixon wasingefika hizi roborobo hizi, yani kwa kutumia wachezaji wazawa tupu au kwa zile quality za wachezaji wa kigeni wa zamani walikuwa wanakuja hapa. Ndio. Sasa cheap. Sasa hivi kuna mtu ambao wanakuja kustaafu. Wanakuja kustaafu. Wengine hawana ubora huo hata kama ni vijana. Lakini look sasa hivi na hiyo quality inaendana na hela. Kwa sababu mtu atakwambia okay, Pacome akikwambia $15,000 unakataa. Na ndio maana vile vile watu wanaogopa wakina GSM wasiondoke kwa sababu wametanua goli ya Dela. Uachie wewe bajeti kwa mwezi utaweza ya coaches, wachezaji hata wa ndani wenyewe. Sasa hivi tunasikia mtu analipwa sijui milioni 40.